إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة والأخوات، نشكره تبارك وتعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة. اليوم بإذن الله موضوعنا سيتناول أسباب فشل الزواج بين الشباب المعاصر. وقد أخذت هذا الموضوع لأن هذا الشهر معظم الشباب يتزوجون، وكثرت هناك حفلات الزواج، وهذه من عادات السواحلية. عندما يقرب شهر رمضان في رجب وشعبان الناس يتزوجون كثيرا، يقولون يستعدون لرمضان، كأن النساء أو كأن الزواج هدفه هو الأكل والطبخ، وكأن المرأة تؤخذ إلى البيت ليطبخ لهذا الرجل. معنى ذلك بعد رمضان الزواج ينتهي، كما هو العادة الآن، وهذه من آثار الغربية. الغرب عادة حفلاتهم الزواجية تكون في شهر ديسمبر. لماذا؟ لأنه آخر السنة بالنسبة لهم، فيتزوجون في هذا الشهر ويتمتعون. اليوم نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي تجعل هذه الحفلات الفاخرة التي تنفق فيها أموالا كثيرة، والناس يفرحون ويسافرون من كل فج عميق لحضور هذه الحفلات، لكن مع الأسف الشديد الزواج لا يدوم في مجتمعاتنا. ما هو السبب؟ هناك أسباب كثيرة، وأنتم تعرفون بأن الزواج من الأشياء التي أحث به الإسلام أن يتزوج المسلم، وفي بعض الأحيان الزواج يكون واجب حسب ظرف المكان وظرف الزمان. فإن شاء الله اليوم نريد نذكر بعض من هذه الأشياء التي تؤدي إلى فشل الزواج، وخاصة في المجتمعات السواحلية. Ndugu zangu Waislamu, leo nataka kuzungumzia kuhusu matatizo ambayo yako katika miji yetu, nayo ni sababu gani zinazosababisha ndoa zetu ziwe hazifaulu au zinavunjika haraka katika nini, katika maisha ya ndoa. Na kwa nini nimechagua maudhui haya? Ni kwa sababu imekuwa ni kawaida ya Waswahili, ikikaribia Ramadhani, yani mwezi wa Shaabani na Rajab, watu huoa kwa wingi sana. Tena utasikia wengine wanasema hasa bana, nitakutafuta chungu sasa, kana kwamba huyu mwanamke kazi yake ni kuja kukupikia wewe kula na kunywa basi, kama kwamba malengo ya kuoa ni watu wale. Hii ndio ilivyo. Ramadhani ikimalizika, khalas, nikaha nazo zinamalizika. Na kwa sababu ya athari za kimagharibi, watu wamekuwa vile vile, ikifika mwezi huu wa Disemba watu huoana kwa wingi sana, kwa sababu wazungu au watu magharibi Disemba ndio mwisho wa mwaka wao. Kwa hivyo ndio wanafunga hesabu zao, wanataka kusherekea. Miongoni mwa sherehe wanazozifanya ni kuoana. Lakini sisi Waislamu tuna matatizo kwamba nikaha zetu huwa hazidumu,
na matatizo mengi sana, lakini huwezi matatizo haya kuyamaliza kwa dakika 20 kwa sababu ni mengi sana. Tatizo la kwanza linalosababisha ndoa zetu zisidumu, kwa wale ambao kwamba ni makapera wanajiandaa kwenda kuoa, sikiliza vizuri sana. Najua kuna watu wamehudhuria hapa, ima watoto wao wanaenda kuoa, ni mababa, au kuna mamama nje ambao kwamba washajiandaa watu wao kuoa au kuolewa, au wewe bwana kapera uko hapa nawe unajiandaa kwenda kuoa. Tatizo la kwanza linalosababisha ndoa zetu zisifaulu ni nini? Ni adam ma'rifat asbab az-ziwaj au ahdaf az-ziwaj, lack of understanding the major objectives of you as a Muslim to get married. Wengi wetu hatujui sisi. Watu wengine they go to marriage by mistake, kwa bahati mbaya tu amelazimishwa muoe, akalazimishwa tangu hataki mpaka akakubali. Kwa hivyo anaoa kumridhisha baba na mama, anaoa kumsitiri mtoto wa ami yake au mtoto wa mjomba wake. Ghalibu ndoa kama hizi hazidumu. Kwa hivyo mimi nakwambia kijana hivi sasa, kama umelazimishwa kuoa, wacha wewe kijana, hata msichana vile vile, kwa sababu wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam kana tunaka binti, kulikuwa na msichana ishtakat ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikwenda kulilia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mzazi wake amemlazimisha ende akaolewe na mume kwa sababu ya ukuruba wao na babake, au kwa sababu ya nasaba isipotee ile nasaba yao. Lakini the lady was not ready to get married to that guy. Fashtakat, akaenda akashtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwita akamwambia mwite babako. Baba akaitwa, akaulizwa mbona unamlazimisha hii? Na hii ndio hadithi wanazuoni wengi wanaitegemea kwamba si haki msichana kulazimishwa kuolewa na mume asiyemtaka, si haki kabisa. Na vile vile msichana ana haki ya kukataa mume asiyemtaka, kwa sababu kuna watu hapa, tabia zetu za Kiswahili sisi tumezoea, watu wana hamu ya vile tunazita cosmetic, appearance, mapambo ya kibinadamu yale. Nishamsikia mzazi mmoja sema tungelimwozesha fulani sisi, lakini atatuharibia rangi huyu. Kwani nyumba nyinyi hamharibiki rangi? Ati yule bwana ni mweusi na famili watu weupe, mweusi kama kina sisi, basi akiingia huyu atatuharibia rangi. Hal hadhi min ahdafi ziwaj? Kwa hivyo kukiwa na mzazi mwenye fikira kama hii, ndipo pale ndoa inavunjika, kwa sababu hakuwa na haja ya kuingia mume huyo aolewe pale, kwa sababu akiingia ataharibu rangi. Kwa hivyo wanaafadhali wamtafute mtoto wa ami yake ambaye kwamba ni mtu wa madrugs, ambaye kwamba ni mlevi, bora tu rangi ihifadhike. Jamaa, tuhifadhi rangi hizi. Mwenyezi Mungu la yanzuru ila alwanina wala ila wujuhina wala ila usarina inma yanzuru ila qulubina. Kwa hivyo ukosefu wa kujua malengo ya watu kuoana tutayapata wapi? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Hizi ndizo malengo, au haya ndio baadhi ya malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja kwenye Qur'ani. Kwenye hadithi akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunkahul mar'atu bi arba', kwa mambo manne: bijamaliha, bihasabiha, bimaliha wa bidiniha. Kisha akasema fadhfar bidhat ad-din tarbat yadak. Kwa hivyo lengo la kwanza, kijana unayekwenda kuoa leo au kesho au mwezi huu, jua kwamba jambo la kwanza ni ad-din. Ikiwa ni msichana, basi tafuta mvulana ambaye ana dini. Na hata kama mambo yashapitishwa hivi sasa, wala sitakuvuta nikaza watu bana, la, lakini huu ndio Uislamu, kuambiana kweli. Kama mambo yamekwisha, lakini wamjua hili baba ni jitu la kuvuta mabangi na madrugs, kataa mwanangu. Ikiwa unajua msichana ni msichana wa Facebook na WhatsApp na maharusi na kuzurura, kataa mwanangu, kwa sababu ndoa hiyo haitadumu. Fadhfar bidhati din,
tafuta yule mwenye dini, tafuta yule ushika dini. You will never regret, you will never suffer, you will never face challenges. Haimaanishi kwamba utakuwa umewa malaika, la. Binadamu ni binadamu, ile ni kwaruzo ya hapa na pale. Hata sisi mashekhe mnatuona hapa na makanzu yetu, tukifika nyumbani hubidi sengine ushuke chini, compromise sometimes, yes. Sisemi kwamba lazima uwe abusan kamtarira, la. Sijui nilisema hapa au ni msikiti gani mfano huu, lakini wanasayansi wamegundua kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hii inathibitisha yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu, sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan annahu alhaq. Tutaonesha sisi miujiza yetu na aya zetu katika nafsi zao wenyewe na katika horizon ufuq, mpaka waamini wajue kwamba huu Uislamu ni dini ya haki na hii Qur'ani ni kweli maneno ya Mwenyezi Mungu na Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wamegundua juzi kwamba mwanamke Mwenyezi Mungu amempa capacity, uwezo wa kuzungumza maneno 2000 per day, 2000 words per day. Capacity yake, uwezo wake huo. Ndio leo akasema Mwenyezi Mungu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dhum 'ala ba'd. Japo kwamba wanaume ndio wenye kusimamia wanawake katika majukumu ya nyumba, lakini Mwenyezi Mungu anaboresha wengine kuliko wengine. Mwenyezi Mungu amempa kawama mwanamume, kisha akampa hapo mwanamke, kwa sababu anajua lau angekuwa kawama amepewa mwanamke na talaka amepewa mwanamke, basi kila siku ningekuwa huwata sisi, nimeje kutaliki simu yangu tena nitoke nyumbani hapa. Lakini maneno 1000 capacity yake, yani engine yake Mwenyezi Mungu alivyoiset mwanamke, she can speak per day 2000 words. Jiulize mwanamume anazungumza maneno ngapi? Hao wanasayansi. Ndio Mwenyezi Mungu pia akasema walaysa dhakaru kal untha, akizungumza kwa niaba ya mamake Maryam, walaysa dhakaru kal untha wa inni samaituha Maryama. Mwanamume capacity yake ni 700 words. Ina maana akianza mwanamke kuzungumza baada alfajiri, ikifika saa 5 umeshamaliza maneno yako 700. Vaa koti utoke, vaa kanzu utoke, usiketi, kwa sababu baada hapo mwingine atatokea hapo. Pengine yeye ndio amaliza maneno yake 500 hapo, 500. Wewe capacity yako ni only 700. You have already finished them, consumed them, umemaliza. Na ndio akiingia nyumbani akianza kuzungumza, usishindane. Kwa hivyo wewe mvulana unayekwenda kuoa, jua namna ya kubembeleza mke wako. Oh my darling, oh my sweet. Si aibu mwanamume kurai mke wake. Mtume kafanya, mitume pia wakafanya, bali ndio sifa ya mwanamume. Of course haimilishi kwamba you become the youth, no. But when a time comes to tell your wife I love you, tell her I love you. This is what Islam teaches us. Kwa hivyo ad-din, miongoni mwa hadafu vile vile as-sakina, tranquility. Lazima kuwe na sakina kwenye nyumba, na ndio utakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mwema kwetu sisi. Alikuwa akisafiri na wake zake anapata sakina, akiwa na wake zake nyumbani anapata sakina. Na sakina si upande mmoja peke yake, ni two-way traffic. The husband should prepare the environment where the wife will have sakina, tranquility, happiness. The wife should also do the same. Lakini sio kwamba wewe mume tu you demand for sakina, you demand for tranquility, and then you cause a lot of things which will, at the end of the day, will lead you to harshness or will lead her to harshness. Sakina. Ya pili katika hiyo aya, al-mawadda. Al-mawadda, love. Na love, my dear son, my dear daughter, wherever you are, there is no love before marriage. Take it or leave it. No love. Ukiona watu wanapendana kabla ya kuoana, jua wanadanganyana. It's a pretendency. You pretend. Oh, no one but you. When I see you, I want to die. You won't die because you lived before her or before him. Kwa hivyo unadanganya tu. And always, unajua wakati wewe ukiwa una haja ya kitu,
ni kama mfano wa mvuvi. Mvuvi akitaka kuvua samaki, he will use all sort of systems, na dhambo vile dhambo vya kutoka kwenye kio ili kumpata ile samaki akiwa baharini, kwa sababu it's very difficult. Huwezi kupiga mbizi kwenda kumshika kwa mikono mpaka umtile chambo. Na ndio yale anakuambia sasa, kama ni mwanamke utaambiwa wewe, oh wewe kama ngamia, wewe ngamia, oh wewe kama pundamilia. And with the weakness of the ladies wana appreciate, yana tukanwa, wewe kama pundamilia, you look like a giraffe. You're not a giraffe and you can never be a giraffe. Pundamilia shekhi ni hayawani, lakini kwa ule udhaifu wao, oh thank you very much, thank you very much, unashukuru na huku unatukana. Lakini akisha kukuvua, you will never now face the love you used to face. Hapa inakuja ile reality sasa, ndio unakuja kufikiria kwamba fulani imenibadilikia siku hizi, hakuna tena outing, hakuna chicken na chips. Zile zilikuwa zikifanya ni chambo baba, kama hujui ushavuliwa wewe. Kwa hivyo you must be very careful. Mawadda hapa yanakuwa baada ya mume kumuoa mke, ndio kunakuwa na true love, and it is haram in Islam. Boyfriend girlfriend ni haramu katika Uislamu, haifai kabisa. Kama unaye, ukitoka hapa leo nenda kawaambie, my dear sister, you are my sister Islam and you are not my girlfriend anymore. Why? Kwa sababu ni haramu. Ni haramu mvulana na msichana kuwa pamoja kama boyfriend na girlfriend. Ni haramu. Wala haitaki fatwa, wala haitaki aya, wala haitaki hadithi, japo kwamba aya zipo vile vile. Mutakhidhati akhdan, wale ambao kwamba wanachukua vipenzi. Ibn Abbas anasema ni wale watu ambao kwamba wanafungua urafiki wa kupendana, kudanganyana. Haifai kabisa. Kisha sifa nyingine, rahma. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mawadda na rahma? Hakuna kilma, na hii katika miujiza ya Qur'ani, na ndani mkasome mtaona, ma min ayatin au ma min kalimatin fil Qur'ani au fi ayi sura min al-Qur'ani illa satajidu bi anna hunaka kalimat la tajidu illa fi hadhihi sura faqat. Hata na mkaangalieni, wal asri innal insana la fi khusr, utakuta mpaka mwisho wake utakuta kuna vilma huwezi kuvipata katika sura yote isipokuwa katika wal asr. Qul huwallahu ahad, utakuta kuna vilma huwezi kuvipata katika sura yote isipokuwa katika qul huwallahu ahad. Hii ni katika miujiza ya Qur'ani. Kwa mfano kalima ya samad, nenda kaangalia katika Qur'ani yote hupati. Mfahamiana? Kwa hivyo huu ndio Uislamu. Sasa mawadda yanakuja wakati watu wakioana, mapenzi. When you know each other. Now you are the true lovers. When you tell your wife I love you, it's true you love her. When you tell your husband, na si aibu vile vile mwanamke kumwambia mume wake nakupenda. Hizi ada za Kiswahili jamanini zitatuvundia majumba kila siku. Huyu naye maana sasa yetu anambia I love you. Yes. اسمعوا ماذا كانت تقول عائشة رضي الله عنها, وهذه من الأحاديث التي أنا أحبها. عائشة katika hadithi moja anazungumza, anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yatawadda udhu'ahu lis-salati, anatawadhi. Na hii pia ni dalili wanazuoni anatumia kwamba mke hamvundii mume wake udhu. Hizi ni fiqh za Kiswahili. Mke hamvundii mume wake udhu. Shia kwa kitambara, shia kitambara, hakuna. Fakana baada udhuihi yuqabbiluni, anasema Aisha alikuwa akinishumu. Kizungu anasema kissing. The Prophet used to kiss his wife Aisha. Yuqabbiluni thumma yakhruju lis-salati wala yatawadda, kisha huyo anatoka. Kwa hivyo mafunzo tunapata hapa ni kwamba wewe mume anza kuanzia leo, ukiwa unatoka nyumbani mkisi mke wako, oh dear, I love you, and then go to work. When you come back do the same. Utakuta nyumba hiyo haitakuwa na matatizo. Ndio mawadda. Sasa ile kuwa na mawadda ni wakati pale mumeoana, kazi nzuri, siha mzuri, mwanamke ana kazi yake, mwanamume ana kazi yake, mke ana gari yake, mume ana gari yake, muna nyumba mmejenga raha mustarehe.
hii inakuwa mawadda, I love you, no one but you, na kadhalika. Rahma inakuja wakati misukosuko ikitokea. In marriages you will never always be in honeymoons, never. There will be a time where you will pass through those, upside downs. Now here is the place where rahma is needed, to be merciful. Mke wako alikuwa yuko smart, leo amekuwa na mtumbo wa mimba, have mercy on her, kuwa na rahma kwake yeye, muone huruma. Sio wewe kutapika saa yote hapo bana, shekhe kumekuwa hakuliki bana saa yote. No, who is the cause? It's you. Sasa hapa ndio rahma inakuja. Rahma inakuja, mwanamume amekuwa ana kazi, leo amefutwa kazi, hapa ndio rahma inakuja. Rahma inakuja mumewana akiwa na afya yake mke wako, mara amepatikana na ulcers, amepatikana na maradhi mengine, hapo ndio rahma inakuja. Ndio Mwenyezi Mungu akazitaja mbali, mawaddatan, mapenzi, wa rahma, na kuonana huruma. Mapenzi yanakuja mambo yakiwa nywe, maisha yakiwa mazuri, stable life, love. Rahma inakuja wakati misukosuko. Kwa hivyo ina maana hapa kwamba watu wakipatikana na matatizo hawakimbiani. Sio kwamba mtu ulimuoa akiwa na kazi, leo hana kazi, yule afunga virago ndio kwenu. La, si ndoa hizo. Kisha min ahdafi ziwaj ni kupata auladun saliha, dhurriya saliha. Tia nia, usione tu kwa sababu ya kuoa. Na ndio utakuta Ismaili aliomba mtoto mwema, na Mwenyezi Mungu akampa mtoto mwema. Na wewe ukiomba, omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uoe ndoa ya mafanikio, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuruzuku mtoto mwema. Vile vile katika ahdafu ziwaj ni kunini? Kupunguza shahawa, ambazo Mtume sasa amesema kwamba ni miongoni mwa vitu ambavyo kwamba utaviendea uvifanye ustarehe nafsi yako, alafu vile vile upate thawabu ndani yake. Na the vice versa also is the case. Masahaba kumuuliza, yani unakusudia kwamba mtu akienda kulala na mke wake atapata thawabu? Akamwambia naam. Kwani angekuwa ameenda kulala na mwanamke mwingine angepata nini? Angepata madhambi. Kwa hivyo vile vile kumstaresha mke wako, vile vile kumstaresha mume wako ni ibada na ni thawabu ndani yake. Kwa hivyo malengo ya kuoa ni to prepare a Muslim family, an Islamic family. Islamic family si kuvaa kanzu na mabuibui. Islamic family si kupika biriani siku ya Juma na pilau. Si Islamic family hiyo. Islamic family ni kuwa na familia ambayo at the end of the day utasema alhamdulillah alladhi wahabani hadhihi al-usra. Ule bwana mmoja aliwapa wasia watoto wake, akamwambia, mimi niliwapenda, I loved you before you were born, and I loved you even after you were born. Niliwapenda nyinyi hamujazaliwa, na nikawapenda nyinyi baada ya kuzaliwa. Vijana akasema, well baba, it's very understandable ukituambia kwamba ulitupenda sisi baada ya kuzaliwa, kwa sababu tunaishi na wewe, tunakuona. Na huku je, kutupenda sisi kabla ya kuzaliwa? Akamwambia, kwa sababu nimewatafutia mama ambaye mkimuona nyi wenyewe mnafurahi kumuona mama yule. Mkimuona mnafurahi kusema, kumwambia rafiki yako, twende tukamtembelee mamangu. Kuna watu wanaficha mama zao. Mamake anakunywa unga, mamake ni mlevi, mamake meno hana kukula mirungi. Akiuliza, mama hajisikii vizuri, kumbe anamficha. Kwa hivyo shukuru Mwenyezi Mungu ikiwa babako amekuchagulia mama ambaye tatafakharu biha. Shukuru Mwenyezi Mungu vile vile ambaye amekupatia baba, yule mama amekupatia baba tatafakharu bihi. Unaambia mtu, twende leo tukamsalie. Babako nani? Babangu anaduka pale fulani, babangu anasukuma mkokoteni, lakini anafanya kazi yake halali, si mwana haramu, huko sababa. Hizi ni katika neema kubwa. Kuna watu wana majina makubwa lakini hawana tegemeo la kutegemea in terms of their parents. Kwa hivyo be very careful on that and appreciate what Allah subhanahu wa ta'ala has given to you. Miongoni mwa vitu ambavyo kwamba vinafanya ndoa zivunjike, na nitakwenda haraka kwa sababu wakati umeenda, ni watu kutojua maandalizi ya ndoa.
watu kutojua maandalizi ya ndoa. Waswahili, na mimi napenda kusema Waswahili kwa sababu we are living as Swahili people, na mimi pia ni Mswahili. Maandalizi ya ndoa si kwenda kutafuta kitanda 10 by 10. La, hakuna hadithi hata moja kwamba mtu akitaka kuoa mpaka atafuta kitanda aina fulani, wala kutafuta flat screen kuanzia ukuta mpaka ukuta, wala kuwa na majlisi wala nini. Hizi ni kachumbar za maisha, kachumbar za maisha. Lakini the major issue in the marriage is to construct an Islamic family, al-usra al-islamiyya, al-usra al-multazima, kwa sababu mujtama wowote bila ya familia hakuna mujtama. Kwa hivyo watu kutojua malengo ya kuoana yanasababisha matatizo ya kuvunjika ndoa. Na ndio nikasema kwamba ikiwa wewe umeoa kwa ajili ya rangi au umeoa kwa ajili ya uzuri, utafail katika nini? Katika ndoa yako. Kwa hivyo ufanyaje? Na kuhusia mwanangu ambaye unaenda kuoa au kuolewa, kabla hujaenda kuolewa, tafuta vitabu vilivyoandikwa kuhusu ndoa katika Uislamu. There are many in any language you want, you will get them, in Arabic, in English, in Kiswahili. Kasome wewe binti, ujue haki zako ukiolewa ni gani kwa mume. Kasome wewe mvulana, ujue majukumu yako kama mume ni gani. Wengi wetu ukimuuliza, je, harusi yako iko tayari? Naam. Nini? Mashallah, tushapata holi. Nini tena? Mashallah, majlis nimeshanunua. Na nini tena? Mashallah, TV mmemnunulia flat screen. Mashallah, nyumba nilokodisha yote iko na tiles. Utakula tiles wewe. Na ndio utakuta today in many of our houses, with all the facilities we have in our houses, no happiness. No happiness. Watu wana swimming pool na majumba yao, haogi mpaka mwaka kupotea ndia. Kitanda hajui kulala na mume wake kwa sababu yeye na mume wake kila mtu analala chumba chake. Ndoa gani hizi? Haya yako ndani ya majumba yetu, na ndio Waswahili wakasema majumba haya yanaficha mambo. Yote haya yanatoka na watu kutojua namna ya kujiandaa na nini? Na ndoa. Na ikiwa huwezi kusoma, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Joni muulize mashekhe wako, maimamu wako, ulizeni haki gani yako wewe kama mume, haki gani yako wewe kama mzazi, haki gani yako wewe kama msichana au mke ambaye unajiandaa kwenda kuingia katika maisha ya ndoa. Kumalizia nukta yangu ya mwisho, baada ya kuoana. Baada ya kuoana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyopokewa na Abi Huraira, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i idha nadharta ilaiha asarratka. Wanawake bora, wanawake wazuri ni wale ukiwaangalia they make you happy. Asarratka, anakufurahisha. Wa idha amartaha au amartaha a'tatka, ata'atka, anakutii. Ata'atka, anakutii. Ukimwamrisha anakusikiliza na anakutii. Ina maana mume kama hatuii kwenye nyumba, basi hakuna khairi ndani yake. Wa idha ghibta anha hafadhatka, na ukiwa mbali na yeye anakuhifadhi. Anakuhifadhi vipi? Anahifadhi nafsi yake, wa malik, na mali yako vile vile. Fi malika wa nafsiha, katika mali yako ambao umwatia anahifadhi, haibi, haimivi, na vile vile nafsi yake anahifadhi. Hizi ndizo sifa za mwanamke ambaye anatakana awe baada ya watu kuoana. Haya yasipopatikana, ndio ndoa hazidumu. Mtume sallallahu baada alipomaliza aya hii au hadithi hii, faqara qawluhu ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd. Akamaliza na aya hiyo kwamba wanaume ndio wamepewa majukumu ya kusimamia, sio kusimamia kutia makonde wanawake, sio kusimamia kusharutisha kwamba lazima upike chakula fulani hata kama hujui. La, kawama hapa ni masulia ya kumlisha mwanamke, ya kumvesha mwanamke, ya kumpa malazi mwanamke, na kuangalia familia yake na watoto, familia yako na watoto wako, ili kuwe na ile love ambayo kwamba inakosekana katika majumba yetu. يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء
بما فضل الله بعضهم على بعض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته وهو الغفور الرحيم، فاستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ndugu zangu Waislamu, tuombee ndugu zetu wa Falastini kuhusu masala ya Qudus. Qudus ni miongoni mwa kibla cha kwanza cha Waislamu, na mmesikia katika vyombo vya habari, Qudus ni pahali ambapo kwamba pakiguswa Muislamu yote mwenye imani yake lazima naye agusike. Qudus ni msikiti ambao kwamba wameswali manabii kadha wa kadha, miongoni mwae ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala yaqul subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa. Nafikiri nyote mmesikia katika vyombo vya habari yanayoendelea Falastini kwamba wanataka kuifanya Jerusalem iwe ndio capital city ya Israel, wa na'udhu billahi min dhalika. Ikiwa unaona kitu cha munkar, Mtume anasema man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, mwenye kuona munkar akataze kwa mkono wake. Fa in lam yastati fa biqalbihi, akiwa hawezi basi kwa moyo wake. Fa in lam yastati fa bilisanihi, ikiwa hawezi ni kwa mdomo wake. Fa in lam yastati bilisanihi fa madha yakrah, achukie. Huwezi kwa mkono basi kwa moyo wako chukia. Na mdomo hapa inaingia miongoni mwao dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumuomba ahifadhi nyumba yake na kuomba vile vile ahifadhi Waislamu wale walioko kule na kila pahali, na sisi pia vile vile tulioko hapa. Thumma usikum bisalati ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضينا أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر عثمان وعلي وجميع أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرنا في بلادنا هذا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.